Jana tuliweza kujuzana mengi, lakini tuliweza kuishia pale ambapo Maria amepata makazi sasa, na inaonekana kwamba yanaweza kama kazi ya kudumu. Huyu ni mama yake mkubwa, ni baada ya kuweza kuhamishwa. Utakumbuka Maria alikuwa akiishi na shangazi yake, lakini alikuja kubebwa na babake na kusema, sasa Maria nakuchukua kwa sababu tunaenda kuishi pamoja, sitaweza kukuacha tena hapa. Akampeleka kwa mke wake, lakini nekana mke wake hakumpokea katika mapokeo mazuri, na ni watu ambao tayari walikuwa na familia. Yani Maria anasema babake alikuwa na familia, ana mke na watoto. Anasema niliondolewa pale na kupelekwa kwa baba mkubwa. Anasema alipelekwa huko, anasema nimepelekwa huko nikakaa, lakini anasema hakuweza kukaa kwa muda mrefu. Anasema aliondolewa na akaambiwa inabidi apelekwe kwa bibi. Alipelekwa kwa bibi, akafika kwa bibi, na bibi naye akasema siwezi kukulea mazingira kama unavyoyaona, siwezi kukusomesha, siwezi kukutekelezea lolote lile, ila ngoja nikupeleke mahali. Akampeleka kwa mamake mkubwa. Amepokelewa, na anasema alipofika tu kulikuwa na dada ambaye anasaidia kazi pale nyumbani, lakini dada huyu aliweza kusafirishwa, na zile kazi ambazo dada huyu wa kazi alikuwa anafanya ni kazi ambazo nikaanza kuzifanya mimi. Anasema ni maisha mapya, anaanza kuishi mazingira mapya, lakini natamani kuendelea na masomo. Huyu ni Maria alitujuza hayo, na mimi leo na kupa muendelezo zaidi wa simulizi yetu, na dakika hii nitaitumia vizuri kuhakikisha kile ambacho leo tumekiandaa basi tunakiwakilisha kwako kwa uzuri kabisa. Lakini kwambie wewe ambao unasumbuliwa na kisukari, pengine ni wewe au ni mtu wa nyumbani mwako anasumbuliwa na kisukari, bado Cornwell Tanzania wanazidi kuwakaribisha wale wote ambao wanasumbuliwa na kisukari. Wana dawa maalum ambayo inaitwa IH-Immune, ambayo imekwisha kusajiliwa kwamba ina uwezo wa kumsaidia mtu ambaye anasumbuliwa na kisukari. Kikubwa zaidi ni kuwatafuta kwa namba zao za simu, au unaweza kuwafikia katika ofisi zao ambazo zinapatikana pale Kimbiji, Kigamboni, Dar es Salaam. Watafute kwa namba hizi za simu 0626 888 111, 0626 888 111, au 0629 989898. Kwa namba hizi utapata maelekezo zaidi. Lakini nikwambie pia wamefungua tawi kule Arusha. Wanapatikana jengo la NCCF Mafao House, barabara ya Old Moshi, wanapatikana pia. Kwa hiyo kama una ndugu yako unaweza kumuelekeza na akafika akapata huduma nzuri kutoka Cornwell Tanzania. Yes. Maria anasema ni majukumu ya kazi ndio ambayo nayaona kwa sasa. Anasema nipo ugenini na nimepokelewa hapa na huyu mama mkubwa, na maisha yanazidi kusogea. Anasema mama mkubwa aliniambia kwamba ataishi na mimi vizuri endapo basi nitakuwa ni binti mzuri, na akaniambia ukiishi na mimi vizuri kwa matakwa anayotaka utafurahi sana. Ndicho kitu alichoweza kuniambia mama mkubwa, na akaniambia hivi, nachotaka nyumba iwe safi wakati wote, chakula kiandaliwe kwa wakati, kuhakikisha kwamba usafi unazingatiwa kwa ujumla wake, basi nitaufurahisha moyo wake na nitaishi vizuri. Kwangu sikuona kama ni kazi kubwa, kwa sababu hayo ni maisha ambayo nimekuwa naishi toka nilikokuwa nimetoka, kufanya kazi sana. Kwa hiyo nikaendelea na hivyo, lakini kawa sijaelewa lini mimi nitaanza shule, kwa sababu kule mimi nimeishia darasa la 5 na nataka nione kuendelea. Sasa sijajua, lakini nikaona tu nazidi kuishi pana pambazuka. Ni mambo ya kufanya usafi, ni mambo ya kupika, ni mambo ya kufua nguo za watoto wake. Wengine ni watoto, kwa mfano kulikuwa na mtoto ambaye yuko rika kama na mimi, lakini namfulia na yeye, nafua nguo zake, nafua nguo za baba mkubwa. Niko tu ni mtu wa kufanya tu kazi za pale nyumbani, lakini niliahidiwa na bibi kwamba nitakapofika hapa nitasomeshwa, nitaishi vizuri na kila kitu kitakuwa sawa. Nakumbuka siku moja nilimuuliza, na hii ilikuwa imepita kama miezi kadhaa, nikamwambia mama mkubwa,
lini na mimi nitaanza kwenda shule? Akaniambia shule ipi? Shule ya wapi? Nikamwambia na mimi natamani kurudi shule. Akaniambia shule atakayeanza kufuatilia masuala ya uhamisho na najua hata ulikokuwa umetoka, basi anza darasa la kwanza. Ndicho kitu alichoweza kuniambia mama mkubwa. Nikamwambia basi bibi anaweza akanisaidia tukapata uhamisho, au anaweza baba akaambiwa tukapata uhamisho. Akaniambia hicho kitu kigumu, watu hawana kazi. Watu hawana kazi. Hivi unavyodhani hivi vitu vinafanyika tu. Kwa hiyo mimi niache kazi zangu hapa, niache majukumu yangu hapa, nianze kufuatilia uhamisho wako wewe? Kuna faida gani wewe kusoma? Wewe unavyojiona hapo kuna faida gani? Na hata ukisoma atakayeweza kusomesha wewe nani uko mbele? Lakini mama mkubwa anasahau kwamba aliniambia nikifanya vile vitu anataka atanipeleka shule. Alinifokea sana na kuniambia atake maswali. Ataka kabisa maswali. Nikajua kabisa kwamba zile ndoto nilizokuwa nazo za kuendelea na masomo pengine sasa ndo zimefika tamati. Lakini ni maisha, niko naishi hapa, ninawahi kuamka na chelewa kulala. Niko hapa mimi si kama mmoja wa wana familia. Niko hapa mimi kama mfanyakazi wa ndani. Na nimeletwa hapa na bibi, na nilitolewa kule kwa baba, nilitolewa kule kwa shangazi, kwamba mimi nakuja huku kwa ajili ya kuweza kusoma. Lakini sasa ndo mambo yamekuwa hivyo. Kazi ni nyingi sana. Mama mkubwa alikuwa na mume wake alikuwa na ulemavu wa mkono. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni mlemavu. Anasema basi nilikuwa nafanya kazi sana, lakini pia nilikuja kugundua pia hata mama mkubwa alikuwa na matatizo. Na hii ni baada ya siku moja kumuona katika hali ambayo sio nzuri. Na nikajua kwamba ana matatizo ya moyo. Kwa hiyo waga ana kipindi ambacho anasafiri na dawa alikuwa anaenda kuzifuata. Kwa kipindi hicho nilikuwa naelezwa kwamba alikuwa anazifuata mkoa wa Dodoma. Basi mimi niko maisha yanaendelea na sijui lini mimi nitaweza kupelekwa shule. Watoto wa mama mkubwa wanaenda shule. Mimi niko na waandalia chakula, wakirudi wanakula chakula. Lakini zaidi ya yote katika yote, lakini pia mama mkubwa hata kile kitu nilikuwa nafanya hakuweza kujali, kwa sababu sikuweza kupata nafasi hata kula nao pamoja. Maria anasema wanakula wao, basi mimi naenda kula jikoni. Nikawa sihesabiki kama sehemu ya familia. Ni kama binti wa kazi ambaye hana nafasi hata kukaa sebuleni kula chakula na mabosi zao. Siku zilizidi kusogea mbele, lakini nikawa ni mtu mwenye mawazo sana. Nikawa hata nawaza kwa nini shangazi asingeendelea kukaa na mimi. Nilishazoea kazi ningefanya, lakini shangazi alikuwa na moyo wa huruma. Shangazi mimi angenisaidia, unajua, ningeweza mimi kuendelea na masomo. Siku zilisogea, ilipita miezi kama 7. Niko hapa. Siku moja mama mkubwa aliniona kama ni mtu ambaye siko vizuri, kwa sababu nilifanya kazi nyingi na mama mkubwa anataka kazi zifanyike. Na mimi sio kwamba nilikuwa eti ni mkubwa sana kwamba niweze nikafanya kazi nyingi, lakini ninachota maji, nafanya usafi, yani muda wote ni kazi, hakuna kupumzika. Akaniambia vipi? Ndio unawaza mambo yako ya shule? Akaniambia mtoto una kisirani, wewe una kisirani sana. Usi unataka shule? Takupeleka. Si unataka shule? Kwa hiyo hapa unavyoona mimi nakana wewe sikupeleki shule, basi muda wote unakaa kinyonge ili watu waone kama mimi nakunyanyasa. Si unataka shule? Takupeleka shule. Kwa mimi nilikuwa nimeisha darasa la 5, natakiwa kama kuanza niweze kuendelea darasa la 6. Kweli ulikuwa ni kama muujiza. Sijajua nini kilichotokea, ila mama mkubwa aliweza kunipeleka shule. Sijajua yani nini kilitokea, kwa sababu si kuiona dalili yoyote ya mimi kuweza kuendelea na masomo.
Lakini siku hiyo alinipeleka shule na tukauliza taratibu za hapa na pale. Kwa ilikuwa mwaka unaofuata mimi nitaanza darasa la 6. Nilimshukuru sana mama mkubwa na kumwambia mama mkubwa asante, na kuahidi nitafanya vyote ambavyo unakuwa unanielekeza na nitakuwa vile ambavyo unataka. Akasema mimi ninachotaka hata kama nasafiri, kuhakikisha nyumba inakuwa vizuri, kuhakikisha watu wanakula, watu wanakuwa safi, wanafuliwa nguo zao, hicho ndicho ninachokitaka. Na mimi nilimwambia mama mkubwa nitafanya vyote ambavyo ananiambia, vyote mimi nitavifanya. Kwa kweli nikisema nieleze maisha yalikuwa pale nyumbani kwangu yalikuwa ni magumu, tofauti nilivyokuwa nakaa kule kwa shangazi. Shangazi alikuwa ananipa kazi, lakini shangazi alikuwa ananionea huruma. Kuna muda ananiambia pumzika, fulani fanya hiki, lakini niko hapa hakuna hata mtu mmoja ananiambia kupumzika. Ninaamka asubuhi sana, wengine hawajaamka hata kama wanaenda shule. Ninaanza kuandaa chai na vitafunio. Kuna siku wengine wanasema wanataka maandazi. Yaani katika umri mdogo nilikuwa hata najua kupika maandazi, chapati, yani vyote ambacho kinatakiwa kupikwa pale nitaelekezwa, nitaanza kukifanya. Kwa hiyo mpaka wanaenda shule, yani mimi niko hoi. Labda wakiondoka ndo tapata hata muda wa kujipumzisha kidogo, kuandaa chakula, wanakuja wanakula. Lakini hata katika yote ambayo nilikuwa nayafanya, hata wale ambao nilikuwa nawafanyia, waliniona kama mimi si sehemu ya familia. Waliona ni mtu baki ambaye nimekuja hapa labda kufanya kazi. Lakini kumbuka mimi sija kufanya kazi, nimekuja kuambiwa nakaa kwa ndugu yangu, nakaa kwa mama yangu mkubwa. Maria anasema siku zilisogea na ulipofika mwezi wa kwanza, anasema Maria niliweza kuanza masomo darasa la 6. Na niliingia tu darasani kwenye hiyo shule nikaanza kusoma. Sikujua mama mkubwa amefanya nini, uhamisho amefanyaje, lakini mimi nikaanza kusoma pale. Lakini mama mkubwa aliniambia, huwezi ukaamka eti unasoma, eti ukaamka ukavaa ukaenda shule. Hicho kitu kwangu hakipo. Utaamka na kufanya majukumu yako kama kawaida, na ndipo utaenda shule. Kwa hiyo nilikuwa naamka mapema zaidi, ninafanya usafi, naandaa chai, wanakunywa chai na mimi ndo nakunywa. Safari na shule ambayo nilikuwa nimepelekwa haikuwa karibu na mazingira yale tulikuwa nakaa, ilikuwa ni mbali. Pa kutembea ni kama risali 1.5. Kwa hiyo nafika shule kwa kuchelewa. Lakini pamoja na kuchelewa nimechoka sana. Nafika nasoma. Niliambiwa yani kengele pale inapiga papu tunaruhusiwa. Yani niwe tayari niko getini kwa nyumbani. Nilikuwa nikiyafanya hayo, lakini mradi tu nilikuwa mimi nasoma. Hicho tu ndicho ambacho nilikuwa nataka kuona naendelea kusoma. Kwa hiyo furaha iliongezeka. Nikifika nafanya usafi kwa furaha, nikipata dakika napitia madaftari yangu kuhakikisha basi na mimi kwa sehemu nije nifanye vizuri katika masomo. Maria anasema siku zilisogea na nilifanya kwa ukamilifu katika maelekezo yale ambayo mama mkubwa alikuwa ananielekeza. Lakini pamoja na yote mama mkubwa alikuwa anafoka. Baba mkubwa pia hakuwa ni mtu ambaye hata anajali kile mimi nafanya, kunifokea muda wote. Yani muda wote ni mtu wa kunifokea, na yeye alikuwa mara nyingi tu yuko nyumbani. Hata kama anatoka anafanya shughuli 2-3, lakini mama mkubwa ndiye ambaye alikuwa anafanya kazi. Naweza nikasema yeye ndio alikuwa anafanya kazi zaidi. Baba mkubwa mara nyingi alikuwa yuko pale nyumbani. Maria anasema siku zilisogea, anasema nikamaliza mpaka darasa la 6 kwa mfumo huu. Anasema lakini pamoja na yote Mungu alikuwa wa ajabu sana. Anasema nilikuja kufanya mtihani wa darasa la 6, mtihani wa mwisho. Matokeo yalipokuwa yametoka nilikuwa nimefanya vizuri sana. Na hata walimu walinipongeza, japo ni mtu wa kuchelewa kufika, ni wa kutoka mapema shule, lakini nimefanya vizuri. Walinipongeza sana.
kwa kufanya vizuri na nikaingia darasa la 7. Ndani yangu mimi nasema lazima nifanye vizuri kwenye masomo. Lazima nifanye vizuri kwenye masomo. Maneno ambayo shangazi alikuwa akiniambia kwamba mimi nakusomesha wewe kwa sababu lazima ukue uweze kujisimamia wewe mwenyewe katika maisha yako. Manake hauna mtu wa kusema anakuangalia wewe. Kwa hiyo alishanitengenezea mazingira na misingi ya kuthamini elimu. Kwa sababu kila siku alikuwa akiniambia, hata pale ambapo nakuwa sifanye vizuri, alikuwa anaweza kaongea muda mrefu sana. Yaani mimi najitoa na kupeleka shule, wewe unafanya ujinga. Kwa hiyo nilishapewa elimu sana kuhusu masuala ya elimu na faida ambayo itakuja kutokea baadaye. Maria anasema maneno haya. Anasema hivi, Maria: siku zilisogea. Nilipoanza darasa la 7, maisha yanaendelea pale nyumbani. Nakumbuka yalikuwa ni majira ya kama mwezi wa 4 hivi, niko darasa la 7. Nakumbuka siku moja nilikuwa niko nafanya usafi. Nimefanya usafi. Nikawa nimeenda kwenye chumba ambacho nalala mimi na pia tunalala na watu wengine, nafanya usafi kwa sababu jukumu la kufanya usafi vyumba vyote lilikuwa ni la kwangu. Kila kitu, yani watoto hawafanyi kazi wa kwake. Hakuna kazi, ni kula, kusoma na majukumu mengine ya madogo madogo, lakini kazi nyingi nilikuwa nafanya. Alikuja baba mkubwa na akaniambia, sasa utafanya tu kazi muda wote. Hata kama leo ni mapumziko, ndio upumzike, hebu keti upumzike. Nikajiuliza wema huu kwa huyu baba mkubwa unatoka wapi? Lakini nikamwambia mna baba mkubwa, anamalizia tu hapa. Akasema hebu acha upumzike. Wewe ni mtu tu kufanya makazi asubuhi mpaka jioni, makazi. Wewe sio punda kwamba unafanya kazi muda wote. Hebu njoo upumzike. Basi kwa sababu alilazimisha nipumzike, basi na mimi nikapumzika. Kaniambia njoo hapa sebuleni kaa upumzike. Nikakaa pale sebuleni, lakini sijazoea hata kusema kaa sebuleni. Yaani akikukuta mama mkubwa sebuleni, umekaa. Akija ananiambia umekaa. Yaani umekaa. Mimi nienda kutafuta hela, wewe umekaa. Unakula chakula changu hapa, umekaa. Ni maneno ambayo alikuwa akiniambia sana, haya maneno mama mkubwa akiniambia. Kwa hiyo sina hata raha. Yaani mimi ni mtu wa pale sebuleni kufanya tu usafi. Huwezi kunikuta nimekaa sebuleni eti sijui nafanya nini, sijui nafanya, yaani unikote. Mimi kwangu ni jikoni, chumba nacholala. Jikoni, chumba nacholala. Huko ndiko nako. Yaani hata chansi hata kwenda kwa jirani mimi sikuwa naweza kusema nenda kwa jirani. Sina rafiki kwa sababu mama mkubwa akikuona, labda umeenda dukani, unaongea na mtu yeyote njiani, awe ni jirani wa kike, awe ni jirani binti tu mdogo, uwe unasoma naye, yani siku hiyo itakuwa ni mbaya kwako. Kwa sababu pamoja na yote kipigo, nasema mama mkubwa alikuwa anapiga sana. Kwa hiyo akinishika anaweza akanipiga muda mrefu sana. Nikajikuta nakaa na majeraha kwa muda mrefu. Kwa hiyo siongei na mtu, sina urafiki na mtu. Mimi ni mtu tu wa sienda nyumbani darasani, nikitoka kukimbia nyumbani, usafi nyumbani hivyo. Kwa hiyo nikawa niko sina raha pale sebuleni. Akaniambia hebu jione, unakuwa ni mtu wa mashaka. Kwani nipo kaa pumzika, na wewe ni binadamu. Wewe sio punda wa kufanyishwa kazi muda wote. Hapana. Hichi kitu mimi nakipinga, hapana. Alizungumza maneno hayo baba mkubwa. Basi baada ya kukaa dakika hivi chache nikasema nimeshapumzika baba mkubwa, ngoja nikaendelea na kazi. Basi mimi nikatoka pale nikaendelea na kazi. Wala sikuweza kujiuliza maswali, nikaona tu labda ni moyo wa huruma. Mimi ni huruma vile ambavyo nafanya kazi, vile ambavyo nimechoka pia. Na kwa sababu mama mkubwa alikuwa hayupo na watoto wake pia walikuwa hawapo, labda akaona anipe pole kwa sababu vile ananiona niko nafanya tu kazi. Siku zilisogea. Nakumbuka siku nimerudi nyumbani, na nilikuwa kwanza kurudi nyumbani. Nimefika pale nikamkuta baba mkubwa. Baba mkubwa akaniambia umechoka.
umechoka hapa, anaanza kufikia tena makazi, pumzika kidogo. Nikamwambia hapana, lazima nifanye kazi, lazima niandae pia chakula ili wakija wakute kuna chakula. Nikaenda jikoni kuweza kuanza kuandaa chakula. Akaja jikoni baba mkubwa akaniambia, utaishi maisha ya mpaka lini? Haya maisha utaishi mpaka lini? Utaishi kwa kutumikishwa kiwango hiki mpaka lini? Sikuweza kumjibu kitu chochote baba mkubwa, kwa sababu namwambia nini? Hii ni nyumba yao na mke wake ndiye ambaye ananipa maagizo haya, ambaye ni mamangu mkubwa, na nafanya hivi kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kufanya. Nikanyamaza tu kimya. Akaniambia, Maria, maisha haya kufai uishi, hasa maisha mazuri kwako. Ni maisha ambayo mwisho wa siku utapata matatizo hata kiafya. Usikani unafanya kazi hivi muda wote. Wewe ni binadamu, lazima upumzike. Hebu malizia hapo kupika upumzike. Nikaambia sawa mkubwa. Nikaandaa chakula. Nimemaliza tu kuandaa tu yani, wakawa wanarudi basi wakirudi tu wao. Yaani kutoka huko akiwa anafika pale, Maria njaa inauma. Hapo nikawekea chakula, wale chakula. Maria, niletee maji. Naleta maji. Yaani vitu vingine wanaweza kwamba wakawa wanafanya wao wenyewe, lakini hakuna kitu wanafanya wao wenyewe. Ni Maria huyu ananiita hivi, Maria huyu ananiita hivi. Lakini pia hata kuwatandikia vitanda ni Maria. Tena sio dada Maria. Lakini nishazoea, maisha yanaendelea na lazima nifanye, kwa sababu sipofanya mama mkubwa ananiambia, umemjibuje mwanangu? Hebu sema vile ulikuwa umemjibu. Sema vile ulikuwa umemjibu mwanangu. Kwa hiyo sina mtu wa kunitetea, yani sina ujasiri wa kukataa. Hata kama watu wake wakinitumikisha vipi, sina nguvu ya kukataa. Huyu ni Maria, anatujuza haya ameweza kuyapitia katika maisha yake. Maria anasema hivi: vile baba mkubwa aliendelea kuwa karibu na mimi kwa muda ambao mama mkubwa alikuwa hayupo, ananiambia, Maria, hebu njoo upumzike mwanangu, njoo upumzike hapa. Basi nakaa kidogo napumzika. Haya basi kaendelee na kazi. Wakati mwingine anakuja jikoni, haniambia nikusaidie nini? Namwambia hapana, kila kitu kiko sawa, hamna shida yoyote. Ananiambia, yaani unajua na mimi ni mzazi, naumia sana, lakini sasa nitafanyaje? Sina cha kufanya Maria. Hata sijui nikusaidiaje. Yaani sielewi, kuna muda mwingine roho inauma, sijui nakusaidiaje. Lakini nikaona namwambia baba mkubwa, wala hata usijali. Nikamwambia baba mkubwa, ni maisha, mimi nimeshazoea na wala sioni kama ni mateso. Mimi nimeshazoea kufanya kazi. Basi ikawa hivyo. Siku zinasogea na mama mkubwa alikuwa kuna majira lazima asafiri, anaenda kufuata dawa zake, na dawa hizi alikuwa anaenda kuzifuata kule Dodoma. Kuna siku mama mkubwa alinipa maagizo na akaniambia kila kitu ndani kiwe nini? Safi. Yaani mama mkubwa hata akikuta punje la mchele, yaani kwa mfano ulikuwa labda umedeki, kuna ubwabwa tu umebaki pale, utapiga deki nyumba nzima. Akikuta nzi, nzi wametoka wapi? Unafanyaje usafi mpaka nzi wanaingia huko ndani? Huu ni uchafu. Atanifokea hapo, atanifokea. Kwa hiyo ukiingia kwenye nyumba ambayo tulikuwa tunakaa, yani ni safi, hata kila kitu ukisema ukitupe upaoni pa kutupa. Hataki uchafu. Jikoni huko, yani ni kusafi muda wote. Kwa hiyo yani mimi muda wote tunafanya usafi, kimedondoka hiki, yani siwezi kukiacha, kwa sababu unajua ile shida mama mkubwa atakuja kuniletea hapo itakuwa ni kubwa. Bora hata nifanye hivyo, nikae nihakikishe kila kitu kinakuwa sawa. Maria anasema alinipa maagizo na ya watoto wake na kila kitu, akaweza kunipa maagizo. Basi na mimi nikayasikia hayo, na hii nyumba ambayo tulikuwa tunakaa ni nyumba ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe, yani ni nyumba yao. Basi usafi wa nje, kila kitu, sijui nini huko nje, sijui kalimie nini kalimie.
akaniambia ni hakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Basi akawa ameondoka na sisi tukawa tumebaki hapo. Basi naendelea kwenda shule, naendelea na majukumu ya nyumbani kama kawaida. Lakini baba mkubwa akaniambia sasa pumzika. Na nakumbuka siku moja alimwambia mwanae akaoshe vyombo. Pumzika. Yani uwezi ukawa ni mtu tu wewe unafanya kazi muda wote. Pumzika. Kama hivi mamako mkubwa anaondoka, ndio muda na wewe kufanyaje? Kupumzika. Basi nikaona najua baba mkubwa vile na yeye kama baba ananionea huruma. Vile na yeye kama baba anataka ni kuona napumzika. Basi na mimi nikawa nafurahi tu, naona kwamba najaliwa na mimi, maisha yanasogea pale. Basi mama mkubwa anarudi, lakini akawa ni mtu akija mama mkubwa anakuwa tu ni mtu ameuchuna tu, lakini akiondoka hata ananiuliza vipi, mbona mnyonge na nini, vipi shule, vitu kama hivyo. Nakumbuka siku zilikaribia za kufanya mtihani. Mama mkubwa akaniambia kwamba anatakiwa kusafiri. Na kipindi ambacho mama mkubwa alikuwa anatakiwa kusafiri, mimi mama mkubwa alikuwa ananiambia hata kama naenda shule niende kwa kutega. Yaani naenda leo, kesho siendi, kesho yake siendi, kesho yake naenda tena. Nikiulizwa shule niwaambie kuna mgonjwa. Kwa hiyo naenda leo mpaka anarudi. Ananiambia unaenda shule una raha gani? Unaenda shule una raha gani? Mimi naumwa, nimeenda kuchukua dawa, wewe una raha gani? Ni maneno ambayo alikuwa anapenda sana kuniambia mama mkubwa. Basi Maria anasema basi maisha yalikuwa hivyo. Akaambiwa kwamba asiende, kwamba usiende shule kwa sababu lazima uweze kufuatilia haya. Nikamwambia mtihani unakaribia. Akaniambia mtihani kitu gani? Mtihani kitu gani Maria? Mtihani kitu gani na kuuliza? Lakini yote juu ya yote nilitiki alichoniambia. Alienda na alirudi, nami basi nikafanya mtihani. Kashukuru Mungu nikafanya mtihani. Na akaniambia sasa hapa najua uwezi fanya vizuri, utakaa hapa nyumbani, majukumu sasa ni hapa nyumbani. Na akaniambia siwezi tu nikawa nakaa hapa muda ule napumzika, natakiwa nianze ataanzisha biashara ambayo nitaanza kuifanya. Mimi chochote mama mkubwa alichokuwa anasema kwangu ni sawa. Kwangu ni sawa. Hakuna no kwa mama mkubwa. Yaani vyote sawa mama mkubwa. Vyote sawa mama mkubwa. Kiwe kibaya sawa mama mkubwa. Vyote, kwa sababu nje hapo ni kipigo, na akikushika anakupiga kisawa sawa. Maisha yanaendelea. Mimi sijui kesho yangu ipoje. Sijui chochote, yani nini kinachotokea, nitaishi hivi mpaka lini sijui. Ile ninachoona nasoma basi, nakula, nalala. Mimi nikaona hivi vya tosha kwangu. Maria anasema siku za mitihani kutoka zilikuwa zimekaribia. Tetesi za mitihani kutoka, majibu ya mitihani kutoka, majibu ya mitihani kutoka, na kweli zikafika. Na mimi niliambiwa siku hiyo na wenzangu, kwa sababu sina ushirikiano na watu, ni mtu tu kushinda nyumbani. Wenzangu waliniambia matokeo yameshatoka, wewe nenda ukaangalie. Na alipokuja mama mkubwa nikamwambia matokeo yametoka. Akaniambia kwa hiyo kama yametoka unataka kusemaje? Kumbe tayari mama mkubwa alishajua kama matokeo yametoka, na mimi ni miongoni mwa watu ambao tumefaulu kwenye ile shule. Na siku zikasogea nikapangiwa shule pale ambayo haiko mbali na pale, lakini unatembea muda mrefu, unatembea kama masaa 3.5. Yaani pale nilipo unatembea pale mpaka shule masaa 3.5. Ndio shule ambayo nilikuwa nimefaulu. Hicho kitu mama mkubwa aliniambia futa, yani hicho kitu ufute kwenye kumbukumbu zako, hakipo na hakitakuja kutokea. Hicho kitu hakipo kabisa, futa. Na mimi nikwambie, ukiendelea kuniletea mambo ya shule utajua utakakwenda kukaa. Mimi nakusaidia na kuhifadhi hapa.
unataka kila siku kunichosha majukumu, hiyo masuala ya shule futa. Lakini baba mkubwa akaniambia, utaishi maisha ya mpaka lini? Nikiwa nipo pale nyumbani, mimi nataka nikusaidie, mimi nataka nibadilishe maisha yako, acha kuzubaa, mimi nataka nikupe thamani. Si watu hawakuthamini, mimi nataka nikupe thamani, upeleke shule, uishi maisha mazuri, sio kama haya unakaa ya mateso. Ni baada ya kunianzia mbali sana, vile ambavyo hapendi kuona naishi hivyo, vile ambavyo anaona nahangaika. Kwa hiyo anataka kupandisha thamani yangu. Akana niambia, wewe ni binti mzuri, unatakiwa uishi vizuri, unatakiwa usome, umefaulu vizuri, usome. Embo kuwa tayari mimi niweze kukusaidia. Nakumbuka baba mkubwa sio kwamba ana kitu mimi namuonaga anafanya. Ana vishughuli vyake anafanya, lakini mama mkubwa ndio ana power ya uchumi. Ndio anafanya, tunakula, tunafanyaje. Akaniambia yeye anataka kunipeleka katika hatima njema, kunisaidia nisome, nifanyaje, na akasema na nia, wewe unajua ya dhati ya kukusaidia. Haya sio maisha yako, haustahili kuishi hivi. Haya ni yale ambayo ndugu yetu Maria anatueleza katika simulizi hii. Msikilizaji mpenzi, hii ni simulizi nzuri ya ndugu yetu anaitwa Maria. Nilikuwa nimechanganya na maua majina haya. Anaitwa Maria. Na nikwambie ni simulizi nzuri sana, ndo kwanza iko mwanzoni. Mimi natamani sana usikie yale ambayo Maria amepitia, lakini kikubwa natamani ujifunze. Naamini hata hapa tulipo kwa sehemu tunajifunza. Sikana unakaa na mtu lakini umtreat vizuri, unaweza kujifunza pia kitu hapa, nini kitatokea baadaye. Tuna nafasi ya kuweza kujifunza mengi.